Hujambo na karibu kusikiliza matangazo yetu ya leo kutoka JCTV, chombo chako cha habari, ambacho kinarusha matangazo yake kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Tulionayo hii leo. Bunge la DRC lapitisha sheria kuhusu uandaaji wa kura ya maoni. Jenerali Edi Kapende aviweka vikosi vya eneo lake katika hali ya tahadhari kutokana na vitisho vya kiusalama. Na hali ya usalama yaendelea kuzorota kwenye barabara ya Kashebere hadi Mungazi wilayani Walikale. Kuna hayo na mengine mengi. Naitwa Musa Huseni, karibu. Habari kamili. Bunge la DRC lapitisha sheria kuhusu uandaaji wa kura ya maoni. Abedi Jean de la Croix na mengi zaidi. Bunge la Taifa na Seneti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hatimaye zimepitisha rasimu ya mwisho ya sheria kuhusu uandaaji wa kura ya maoni nchini. Kamati ya pamoja maridhiano iliyoundwa baada ya Seneti kufanya marekebisho madogo kwenye rasimu hiyo ilifanikiwa kuondoa tofauti zilizokuwepo kati ya mabunge hayo mawili na kuandaa toleo moja la pamoja. Kutokana na hatua hiyo, pendekezo la sheria lililoanzishwa na mbunge Paul Gaspar Ngondankoi sasa liko tayari kutiwa saini na Rais Felix Tshisekedi ili kuwa sheria rasmi. Saa chache baada ya Seneti kupitisha pendekezo hilo, wabunge na maseneta walifikia makubaliano kuhusu tokeo la mwisho la sheria hiyo. Makubaliano hayo yanahusisha kuondolewa kwa madiwani wa ngazi ya manisipaa katika bunge la katiba, chombo kitakachoundwa katika mchakato wa kura ya maoni kwa ajili ya kuchunguza mapendekezo yoyote ya marekebisho ya katiba. Pia mabunge hayo mawili yalikubaliana kuachana na mfumo wa uongozi wa pamoja wa chombo hicho. Badala yake imeamuliwa kuwa bunge la katiba litaongozwa na spika wa bunge la taifa akisaidiwa na rais wa Senate. Baada ya hapo, toleo la mwisho la sheria hiyo lilipitishwa rasmi na mabunge yote mawili na hivyo kuondoa tofauti zote zilizokuwa zimebaki. Sasa sheria hiyo itawasilishwa kwa Rais Felix Tshisekedi kwa ajili ya kutiwa saini na kuanza kutumika. Hata hivyo, kisiasa swala hilo linaendelea kuzua mjadala mkubwa. Kambi ya serikali inaeleza kuwa sheria hiyo inalenga kuweka mfumo wa kisheria wa kuandaa kura za maoni zinazotambuliwa na katiba. Kwa upande mwingine, upinzani hususan muungano wa C64 unaona hatua hiyo kama njia inayoweza kufungua mlango wa marekebisho ya katiba na hatimaye kumpa Rais Felix Tshisekedi fursa ya kugombea muhula wa 3 wa urais. Watu wenye ualbino DRC wanaendelea kuishi kwa hofu kutokana na mauaji yanayowalenga. Katika mji wa Bukavu, baadhi yao wameuawa kwa sababu ya imani za kishirikina zinazodai kuwa viungo vya miili yao vinaweza kuleta utajiri na bahati. Germain Hassan Kiawere na ripoti kamili. Kisa cha kwanza kimeshuhudiwa katika mji wa Bukavu, Kivu Kusini, likisema shirika la maalbino. Juvenal Lushule, msimamizi wa shirika hilo, akichoshwa kwa unyama unaotendwa kwa raia hao wenye ulemavu wa ngozi. Kuna watu wenye kujitokeza wanawinda na kuwaua wale ndugu zetu wenye kuwa na rangi ingine sio kwa kama yetu, na kukuwa na rangi hiyo sio kosa wenyewe wamefanya, wamezaliwa hivyo. Hiyo ni Mungu ndio mwenye amependa wazaliwe hivyo, na kuzaliwa hivyo haiko kosa. Lakini kuna watu wenye wanawafuatilia, wanawatafuta migini mbalimbali na wanawaua, sababu wanasema kama hiyo kama mifupa yao ama viungo vyao vya mwili vina thamani ya kubwa ya pesa na inaweza ikawasaidie watajirike. Watu hao sisi tunaamakia hizo tabia za kuua wa ndugu wetu wa kasa, na tunaomba hao watu watafute pesa na wafanye kazi kupitia kazi halali. Juvenal ameomba serikali ya Kongo kujadili kwa haraka swala hili, waadhibiwe vikali na sheria, sababu sheria zetu za Kongo inakataza kutia mwisho kwa maisha ya mtu, inakatazwa na sheria na inaadhibiwa vikali. Hiyo kama tunaita kwenye Kifaransa assassinat, sababu ni kitu wanapangia, haiko kitu inafika kwa kama vile azar, ni mpango wanafanya
wanaingia kwenye vijiji mbalimbali wakitafuta hizo jamaa zenye kuwa na hao watoto ama wazazi wenye kuwa warangi kama vile kasa, na wanapangia namna gani watawaua na hiyo viungo yao tofauti, hata vile na mifupa, waangalie jinsi ya kwenda kuichuruza mahali mbalimbali na nia za kutafuta pesa. Matabia hizo kabisa tunasema zikome, ziishe, na hao watu watafutike na waadhibiwe vikali. Raia huyo ambaye amehifadhi jina lake akisema kwamba kuna pia watoto albino wanaotishiwa kwa utekaji nyara, hapa akiomba shirika za kihutu kuwajia kwa msaada. Albino katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini waishi magumu nyingi katika mkoa huu kwa sababu wafuatiliwa na watu ambao wajulikane kwa kuwaua. Hata hivyo, ikiwa wanafuatiliwa na kuweza kubaguliwa na watu tofauti, twaishi katika hali ya vita. Wakati aina hii ya raia wa Kongo yafuatiliwa na watu ambao wajulikane kwa kuwateka nyara, kuwaua na kuwapeleka nafasi ambayo hayajulikani hadi sasa. Mbali na haya, kuna mitaa mbalimbali ambayo kuna watu ambao wanaua albino na kuwapeleka nafasi ambayo hayajulikane, na huko huwa wakiwachuna na wengine kuwaniga shingo na kutathiminia kuwa wataweza kutajirika kulingana na mifupa yao pia na viungo vingine vya mwili yao. Utafahamu kwamba mbali na kuwa katika vita, kuna pia vita vingine ambavyo vimeripuka vya kuweza kufuatilia albino na kuwaua. Huko katika mitaa mbalimbali Kivu Kusini kuna baadhi ya watu ambao kwa sasa wamejitajirisha kulingana na habari tunazo, na hapa albino wamekosa nani kumulilia kwa sababu wameachiliwa na serikali ya Kongo na kila mtu yoyote. Ni kwa hiyo ndio tumeomba viongozi wa serikali ya Kongo kuingilia kati kuweza kuwagharamia usalama. Tunaomba kwa viongozi wa serikali na mashirika ya kihutu kuja kwa msaada kwa aina hiyo ya raia. Mashirika zinazotetea haki za binadamu kwa upande wao zikilaani kitendo hiki, zikiomba viongozi wa serikali kulinda raia hao. Epimaki Koko ni mmoja wa wasimamizi wa mashirika zinazotetea haki za binadamu. Nous en tant qu'acteurs sociaux et défenseurs de droits humains, sisi kama mashirika na watetezi wa haki za binadamu katika mkoa wa Kivu Kaskazini tunalaani sana vitendo vya kuwafuatilia na kuwakimbiza albino katika mkoa wa Kivu Kaskazini, na vitendo vya mauaji dhidi ya albino, na wale ndio watu ambao wamefuatiliwa kwa karibu na kutishiwa na watu ambao wajulikane. Na watu ambao wanawafuatilia kwa kuwaua ni wale ambao watafuta kwa kuweza kujitajirisha, kama duru zao zikuwa zikidokeza. Kulipo kuchapa kazi, wajihusisha sana kuwawinda albino kwa kuweza kuwaua, kwa kuwaweka kamba shingoni, kuwaniga na kufariki, na pia kuweza kutoa mifupa zao pia na viungo vingine kuweza kuviuza kwa baadhi ya watu ambao kwa sasa hawajulikani. Na kwa sasa huwa wakizunguka katika mitaa mbalimbali kutafuta jamii inayokuwa na albino katika mkoa wa Kivu ya Kusini. Sisi kama watetezi wa haki za binadamu katika mkoa ya Kivu Kusini tunaalika viongozi wa mkoa, baraza ya usalama kujihusisha na kuwafuatilia kwa karibu wale wanaohusika na kuwa albino katika mkoa wa Kivu Kusini. Désactiver dans la traque ou les assassinats ciblés des albinos dans notre province. Kuhusu swala hili tumezungumza naye mbunge Willy Mishiki akiwa katika bunge la taifa mjini Kinshasa. Wa albinos hapa wana maraiki hapa, wana masheria. Kitu inakosa tu ni kusema tufanye sisi wabunge sasa sheria kubwa yenye inawapatia madroit ya kuweza kupata masomo bure, kusema kama kukazi, kama kuko kazi inafaa kukila kazi kukuwe au moins un tiers moja ya watatu wakuwe wa albinos. Kuko project moja ya government yetu tangu mwaka 2021, lakini mpaka hivi hayakuya kwa bunge kwetu tu tuweze kuiamua. Kumbuka kwamba ni zaidi ya miaka 10 Kivu Kusini ikiwa na tatizo ya kukimbizwa kwa albino. Tukio hili la mwisho limesajiliwa wakati mji wa Bukavu na viunga vyake vinaongozwa na waasi wa FCM 23. Mashirika zinazotetea haki za binadamu zikisikitika kwa hatua hii inayokiuka haki za raia na kuomba wenye mamlaka kuwasaka wote
wanaojihusisha katika vitendo hivi vya uhalifu. Shughuli zetu ili kukutana na viongozi wa mahali hazikufaulu hadi tukipanda mitamboni. Jeremy Asani Kiawere, GCTV, Beni. Kwingineko ni kwamba Jenerali Edi Kapende aviweka vikosi vya eneo lake katika hali ya tahadhari kutokana na vitisho vya kiusalama. Abedi Jean de la Croix na mengi zaidi. Kamanda wa kanda ya kijeshi ya 22 Jenerali Edi Kapende ametumia gwaridi la kijeshi lililofanyika mwanzoni mwa wiki hii mjini Lubumbashi kuwakumbusha wanajeshi wa FARDC na maafisa wa polisi wa taifa la Kongo PNC kuhusu jukumu lao kuu la kulinda mipaka na uhuru wa taifa. Kutokana na hali ya usalama inayosalia kuwa tete mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na katika eneo la Katanga, Jenerali Kapende amezitaka kambi zote za kijeshi zilizo chini ya uongozi wake kuwa katika hali ya tahadhari ya juu. Akizungumza mbele ya wanajeshi na polisi waliohudhuria gwaride hilo, Jenerali Kapende alisisitiza umuhimu wa nidhamu ndani ya vyombo vya ulinzi na usalama, akisema kuwa ndiyo msingi mkuu wa jeshi. Gwaride la leo limetupa nafasi ya kuwakumbusha wanajeshi na maafisa wa jeshi pamoja na polisi kuhusu jukumu lao la msingi la kulinda nchi. Pia tumesisitiza kuwa nidhamu ndio mama wa jeshi, alisema. Kamanda huyo wa kanda ya kijeshi ya 22 alikemea vikali vitendo vya utovu wa nidhamu vinavyofanywa na baadhi ya wanajeshi na polisi. Alitaja matukio ya unyanyasaji wa raia, rushwa, wizi na ujambazi wa kutumia silaha za kivita kuwa hayakubaliki. Tumelaani tabia za baadhi ya wanajeshi na polisi wanaojihusisha na vitendo vya kihalifu kama vile rushwa, unyanyasaji, wizi na ujambazi wa kutumia silaha za kivita, alisisitiza. Jenerali Kapende alionya kuwa wahusika wa vitendo hivyo watakabiliwa na adhabu kali, akisisitiza dhamira ya jeshi kurejesha nidhamu na maadili ndani ya vikosi vya ulinzi na usalama. Akizungumzia hali ya usalama nchini, alikumbusha kuwa DRC bado inakabiliwa na kile alichokiita uvamizi wa nje na kuwataka wanajeshi na polisi kuonyesha uzalendo wa hali ya juu. Na sasa tujielekeze Kivu Kaskazini. Ongezeko la utekaji nyara na mauaji inaendelea huko Masisi, huku waasi wa M23 wakihusishwa na hali hiyo. Ramazani Kahambwe na taarifa ifuatayo. Shirika lisilo la faida la Conscience Féminine pour le droit et le développement CFDD linaonya kuhusu ongezeko la utekaji nyara na mauaji ya raia katika eneo la Masisi, Kivu Kaskazini. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyochapishwa mnamo Juni 12, shirika hilo linasema kuwa takriban watu 10 bado hawajulikani walipo baada ya kukamatwa kwa muda wa siku 10 zilizopita na wanaodaiwa kuwa waasi wa AFCM 23. Kulingana na CFDD, watu waliopotea ni pamoja na Jerome Maheshe na Rodrigue Bukanga, mawakala wawili kutoka timu ya ndani ya Médecins Sans Frontières Belgique, waliotekwa nyara mwezi Juni 2026 katika eneo la Masisi. Shirika la kutetea haki za binadamu linasema kuwa linafuatilia kwa wasiwasi hali ya usalama katika eneo hili linalokumbwa na ghasia za kutumia silaha. Taarifa kwa vyombo vya habari pia inaripoti kunyongwa kwa raia 8 usiku wa Juni 9 katika kikundi cha Bukombo, sekta ya Oso Banyungu. CFDD inahusisha mauaji haya na waasi wa M23 na inabainisha kuwa miili ya waasiriwa ilikuwa bado haijazikwa wakati wa kuchapishwa kwa hati hiyo. Kwa Nadia Nyamushia, mratibu wa CFDD, matukio haya si matukio ya pekee. Machi iliyopita, mawakala wengine wa kibinadamu walikuwa tayari wametekwa nyara kwenye muhimili wa Mweso Kashuga. CFDD DRC inatoa wito wa kuhusika kwa mamlaka zote ili waathiriwa hawa wapate uhuru wao kikamilifu na kwamba aina zote za unyanyasaji au hata hatua za kuzuia kutorudia zikome, alitangaza. Shirika hilo lisilo linatoa wito kwa pande zinazohusika katika mzozo huo kuheshimu haki za raia pamoja na kanuni za sheria za kimataifa za binadamu. Pia inataka kuhamasishwa kwa mamlaka za Kongo, mashirika ya kimataifa na washirika wa kibinadamu ili kutoa mwanga juu ya kupotea na kunyongwa huku. Hata hivyo, wakati wa kuchapishwa kwa makala hii, habari hii ilikuwa bado haijathibitishwa na mamlaka husika. Na mwishowe kabisa, watu wenye silaha waongeza mashambulizi katika maeneo mbalimbali wilayani Ruchuru, Kivu Kaskazini. Abedi Jean de la Croix na mengi zaidi.
Matukio kadhaa ya uvamizi wa watu wenye silaha yameripotiwa katika siku 3 zilizopita katika baadhi ya vijiji vya wilaya ya Rutshuru mkoani Kivu Kaskazini, kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo vilivyoripoti mwanzoni mwa wiki hii. Takriban familia 10 zimeibiwa, mwanamke mmoja kijana amejeruhiwa kwa risasi, huku watu 5 wakitekwa nyara na watu wanaodaiwa kuwa wapiganaji wa FDLR ambao bado wanaendelea kufanya shughuli zao katika sehemu hiyo ya Rutshuru, eneo ambalo kwa sasa linadhibitiwa na waasi wa AFC M23. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, mashambulizi hayo yalitokea katika vijiji 4 vinavyozunguka Kibirizi kati ya usiku wa Jumamosi na Jumatatu. Vijiji vilivyoathirika ni pamoja na Kabanda, Kinyatsi, kitongoji cha Rutshuru kilichoko pembezoni mwa Kibirizi katika grupementi ya Mutanda, kijiji cha Bugina katika grupementi ya Bambo. Ili kukabiliana na hali hiyo ya usalama, wananchi wameanzisha utaratibu wa ulinzi wa kijamii. Vijana wamejigawa katika makundi madogo kwa ajili ya kufanya doria za usiku katika maeneo yao. Aidha, familia zimeanza kutumia vyombo vya jikoni kutoa ishara ya tahadhari pale zinapogundua harakati za watu wanaotia shaka wakati wa usiku. Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Musa Huseni. Kwa heri.